Bila kupoteza muda tuende kwenye kozi yetu ambayo ni kozi ya Forex kwa Kiswahili. Kozi ya Forex kwa Kiswahili ambayo iko very specific now. Hii hapa iko yani moja kwa moja kwa mtindo wa Kiswahili kama ambavyo tunatarajia wengi walikuwa wakiomba wakati ule Advanced Elot Wave inaendelea. Wengi walikuwa wanasema bwana, Kiswahili tunataka kirudi kwa sababu kwenye Kiingereza huko kidogo tunakuwa tunachanganyisha kwa kutokana na hizo comments, lakini pia ilikuwa ni kitu ambacho kishakuwa planned kwamba after Advanced Elot Wave tunakam na kozi ya Kiswahili ambayo itakuwa iko complete kuanzia mwanzo mpaka mwisho. That's why tumekuja kuanza sasa kozi ya Kiswahili, na hii session inakuwa ni utangulizi. Tutakuwa tumeanza moja kwa moja kuanza kusoma vitu content za mle ndani. Hapana, hapa tutakuwa kidogo tu tunagusa vile vitu kwamba now it is just like content. Yes, tunaenda kuangalia content. Kwa hiyo unaweza kuwa umeshasoma Forex ukajikuta kwamba umecover vitu vyote, lakini kupitia content hii unaweza kujua kwamba nimesoma hiki na hiki, kuna kitu sijagusa. Kwa hiyo ngoja nifuatilie kozi nzima ili niweze kujua kwamba kuna kitu gani nilichokuwa na hisi tayari nimesha cover, lakini kumbe nilikuwa bado sijakikover. Kwa now welcome to this introductory course, kwenye kozi ya utangulizi. Karibu kwenye kozi ya utangulizi. Kwa now kiujumla tutaenda kuangalia Forex inahusika sehemu gani, yani katika vile vitu ambavyo sisi tunavijua. Huwa tunajua biashara zote. Biashara hii inahusika sehemu fulani, inafanywaje na vitu gani. Kwa hiyo tutaenda kuangalia Forex iko kama sehemu gani katika biashara ambazo sisi tunazifahamu. Kwa nao kiujumla hiki tunachokiona hapa chini kuna maelezo ambayo yako kwa Kiingereza. Hii ni kama content tumeitransform kutoka kwenye kozi ya Kiingereza, tumeichukua tu kuiweka hapa, lakini tuweza kufanya ile fafanuzi kupeleka haya maneno yote yawe kwa Kiswahili, ila yataelezewa tu kwa sababu cha msingi tu ni kupata ile content. Kwa hiyo yataelezewa tu kwa Kiswahili, lakini hapa yanabaki kama ilivyo kwa Kiingereza. Kwa hiyo tutaanza na idea ya kwa kutaka kujua kwamba Forex ni kitu gani. Tukiachana hizo content zilizoko, kwanza tunaanza na idea ya kujua Forex inahusika na nini na belong kwenye kitu gani. Kwa hiyo tutaanza na idea ya kitu kinaitwa financial markets. Nafikiri unaweza kuwa tayari umeshasikia kuna kitu kinaitwa financial. What those who call the financial markets. Kwa now when we are talking about this, tunapoongelea financial markets, hapa tunaongelea masoko ya kifedha, au mnaweza kusema ni ya kiuchumi financial, lakini nafikiri inaweza kukaa vizuri ukisema kwamba ni masoko ya kifedha. Kwa now kuna masoko ya kifedha mbalimbali, ambapo tunapoongelea soko la kifedha inakuwa ni sehemu ambayo wanunuzi na wale watu wa kuuza wanakuwa na uwezo wa kujihusisha katika kuuza na kununua vitu mbalimbali. Hiyo ndio inaitwa masoko ya kifedha, the financial markets. Wana participate au wanajihusisha kwa ajili ya kuuza na kununua vitu mbalimbali, ambayo inaweza kuwa ni vitu kama maana yake kunaweza kuwa kuna vitu kama hisa zinaweza kuwa zinauzwa katika hilo soko la kifedha, au kunaweza kuwa ni vitu kama hati fungani. Nafikiri kuna vitu kama dhamana. Yani kwa mtu ambaye amepita kwenye mambo ya financial markets kwenye Kiingereza, nafikiri anajua kuhusiana na vitu kama stocks, bonds and securities. Kuna vitu vya mtindo kama huo, ambapo kwenye Kiswahili tunaweza kuweka kwa mtindo kama wa hisa ikiwa kama stock, lakini hati fungani is like bonds, halafu then dhamana ni kama securities. Kwa kuna dhamana mbalimbali ambazo zinakuwa zinauzwa kwenye hayo masoko ya kifedha. Kwa mtu anajihusisha kwa ajili ya kufanya vitu vya mtindo kama huu. Sasa nao katika kufanya hizo hisa, hati fungani, kufanya hizo dhamana mbalimbali, ndio hapo unakuja kuona sasa kuna kitu kinaitwa currencies. Nafikiri hiki nikiweka hivi currencies, kuna mtu anaweza sichanganyikiwe sana kujua maana ya currency, kwa sababu tutakapoingia kwenye Forex ndio tutakuwa tunaongelea currency na vitu vingine. Kwa hiyo kumbe sasa currencies ambazo hizo ni fedha, zinakuwa ni sehemu ya vile vitu vinavyopatikana kwenye masoko ya kifedha, au tunasema masoko ya kiuchumi. Masoko ya kiuchumi ndani yake yanakuwa yanahusisha pia yanahusisha hizo fedha moja kwa moja, ambapo utakapokutana na soko la kiuchumi linalohusisha fedha, ndipo ambapo tutakuja yani moja kwa moja linahusika na kubadilisha fedha, niweke hivyo, ambapo soko la kifedha ambalo litakuwa linahusika na kubadilisha fedha, hilo ndo tunaliita kama Forex. Sawa? Hilo ndo tunaliita kama Forex, soko la kiuchumi linalohusiana na kubadilisha fedha. Kuna masoko ya uchumi yanahusiana na hati fungani, hisa au dhamana, lakini kuna yale ambayo yanahusiana na kubadilisha fedha. Hilo soko la kiuchumi linalohusiana na kubadilisha fedha linaitwa Forex. Na kwa nini linaitwa Forex? Maana yake hii imetokana na neno foreign exchange. Hii imetokana na neno, ni ufupisho wa neno foreign exchange. Kwa foreign exchange ukifupisha ndio inaitwa Forex.
Kwa soko la kifedha linalohusiana na kubadilisha fedha, au soko la kiuchumi linalohusiana na kubadilisha fedha linaitwa forex. Lakini masoko mengine ya kiuchumi sasa ambayo yaliyoko, tumesema kwamba hizo financial markets inakuwa ni sehemu ambayo watu wanahusika kuuza na kununua. Sasa nao kuna masoko mengine ambayo tunasema ni kama yako physical, afu kuna masoko mengine ambayo tunasema ni kama tunasema over counter, yani hayana sehemu maalum ambapo ile biashara inafanyikia. Tunaita kama over counter, the over counter. Now hiyo kwenye Kiingereza please na jaribu kuweka hivyo na hivyo ili kidogo mtu aweze kurelate. Kama nitakuwa sijaweza kuongea fafanuzi nzuri kwa Kiswahili, lakini nikiweka kwa Kiingereza unaweza kuelewa over the counter. Kwa kuna yale masoko ambayo yana sehemu husika ambayo traders wanaweza kwenda pale wakanunua au wakauza, lakini kuna masoko ambayo yanakuwa hayana sehemu maalum. Ndio kama forex inakuwa haina soko maalum ambapo hiyo biashara inakuwa inafanyika. Kwa hiyo ndio nasema the over the counter. Kwa now tunapokuwa na hiyo over the counter inawezeshwaje? Maana hiyo inawezeshwa kupitia internet, kupitia uwepo wa internet. Kwa kunakuwa kuna uwezekano wa mtu kuwa na access na hilo soko ambalo halina sehemu maalum. Lakini kwenye masoko ya kiuchumi au ya kifedha yenye sehemu maalum, tunaongelea vitu kama New York Stock Exchange. Nafikiri watu wanajua the NYSE, New York Stock Exchange. Hiyo ni soko ambalo liko physically, mtu anaweza kafika. Lakini tukiachana New York Stock Exchange specifically, hii Kiswahili nimeispecify zaidi na kwa kama naongea zaidi na Watanzania. Kwa specifically mfano kwa Tanzania inabidi ajue kuhusiana na Dar es Salaam Stock Exchange, wabusu kwa the DSE, the Dar es Salaam Stock Exchange, DSE. Na yeye ni mojawapo ya financial market ambayo watu wanaweza kufika pale wakanunua hisa, hati fungani, sio dhamana na vitu gani vyote vinaweza kufanyika kwenye hiyo sehemu. Kwa now DSE ni mojawapo tu ya sehemu ya financial markets, masoko ya kifedha. Kwa soko lingine la kifedha ambalo tunaweza tukaliongelea kwa Tanzania, tunaweza kuja kuongelea forex, something like this. Tunaweza tukaongelea forex. Lakini sasa kinachotokea ni kwamba haya masoko lazima yaweze kurasimishwa, yawe rasmi, yasajiliwe. Kwa Tanzania sasa unakuja kuona Dar es Salaam Stock Exchange hii imekuwa rasmi ni muda mrefu, miaka mingi tu nyuma hapo. Na I think 90 something huko ndio ilikuwa imeanza. Kwa sasa unakuja kuona hii iko rasmi, ndio maana pengine unakuta mtu ana participate kwenye DSE, ananunua hisa zilizoko pale, lakini akiambiwa forex anaona kama forex ni kitu cha tofauti kwa sababu ni kama bado haijarasimishwa. Na anayerasimisha kwa Tanzania tuna CMSA, kwa the CMSA. CMSA hii ni Capital Market and Security Authority. The Capital Market and Security Authority. Hii ndio mamlaka husika inayosajili hayo masoko au hivyo vitu vinavyopatikana kwenye masoko ya kifedha. Kwa CMSA imesajili DSE, lakini bado haijaweza kuwa imesajili forex. Ndio maana forex kwa Tanzania inaonekana kama kitu mtu anafanya kama bado hakiko serious au hakiko namna gani, unaona. Kwa watu wengi wanakuwa kama wana doubt kwa DSE ambayo iko officially. Lakini ukiwa na hii, hata kama CMSA hawajaisajili, lakini kama una uwezo wa kuifanya, bado haijaweza kuwa kama ni kosa kwamba kwa nini unafanya forex ambayo haijawa imerasimishwa na CMSA na kitu gani. Hapana. Lakini as time goes tunakwenda, tunaweza kuona kufika wakati fulani wanaweza kuirasimisha, kwa hiyo ikawa rasmi kama ambavyo iko rasmi kwenye baadhi ya nchi. Kwa hiyo ndio vitu ambavyo inabidi ujue kwamba masoko ya kifedha ni kitu gani. Lakini lengo letu sasa, nafikiri hatutaenda kwenye hayo mambo ya soko la hisa. The DSE ndio hii soko la hisa la Dar es Salaam. Kwa sitaenda sana kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, mimi nitakuwa najaribu kuongelea kwenye upande wa forex, ndio lengo langu. Nataka nichimbe kwenye forex. Hizo mambo za hisa nafikiri kuna wakati tutafika huko, lakini kuna watu ambao tayari wameshaanza kufanya mambo ya hisa lakini hawafanyi forex. Kwa wanaweza kaanza kufanya na forex kwa sababu wameiamini soko la hisa ambalo ni sehemu sawa, ni kama vitu vile tu na forex. Kwa sasa nao utangulizi tu kwa ufupi, forex ni kitu gani kabla hatujagusa ni vitu gani tutaenda kusoma kwenye forex. Kwa nataka tu tupate picha kwamba forex itakuwa ni kitu cha namna gani. Kwa nao tumesema forex ni sehemu ya masoko ya kifedha au ya kiuchumi, lakini lenye kiujumla ni soko la kifedha au la kiuchumi ambalo linahusiana na kubadilisha fedha. Kwa tunasema inakuwa ni soko ambapo
fedha zinabadilishwa, tunasema currencies are exchanged, kwamba kuna fedha zinabadilishwa, fedha ya nchi moja na fedha ya nchi nyingine. Tunapoongelea kubadilisha, sio kubadilisha labda mtu unatumia Tanzanian shilling unaomba change, unapata change ndio useme umebadilisha fedha unafanya forex. Hapana, tunaongelea ile unafanya pesa ya nchi moja na pesa ya nchi nyingine, pale ndio unafanya that exchange. Kwa nini labda masoko ya kifedha ni mengi? Yako mengi, nimetaja machache hapo, nimeongelea stock na vitu gani, lakini yako mengi sana. Lakini kwa nini unakuja kuona forex ni pop up? Unakuja kuona forex na pop up. Yaani mtu kuongelea tu online business, nenda Google andika online business. Mara nyingi utaweza kukuta preference kubwa unakuta mara nyingi na kupeleka kwenye forex kwa sababu inaongelewa sana mtandaoni. Na kwa nini? Ni kutokana na kwamba hii tunaweza kusema ndio kubwa zaidi, the largest, yani ni kubwa katika masoko yale yote ya kiuchumi au ya kifedha. Forex ndio inakuwa ni kubwa zaidi, na ni kubwa kwa sababu ile mbadilishano wake unaofanyika kwa siku, yani biashara inayofanyika kwa siku inakuwa ni kwa namna kubwa sana. Yani maana yake fedha inabadilishwa kwa kiwango kikubwa kuliko masoko mengine. Kwa ukiangalia the way exchange imefanyika kwenye stock compare na the way forex exchange imefanyika kwenye forex, haitaweza kuendana. Forex inakuwa iko juu. Sawa, nafikiri hapo tunaenda sawa. Kwa now mwisho wa siku, kama nilivyosema kuhusiana na sehemu ya kufanyia biashara ya forex inafanyika kwenye what we call the over the counter. Kumbuka hicho kitu, kuna kitu tunasema kinaitwa over the counter. Kwa inafanyika kwenye what we call the over the counter. Over the counter ni sehemu ambayo haiko physically, over the counter ni sehemu ambayo haiko physically, kwamba unaweza ukaenda ukafika kama labda zilivyo labda kwenye stock, unaweza kusema labda kuna stock physically iko sehemu fulani. No, actually iko over the counter. Lakini kwenye stock pia unafanya online as usual, lakini forex sasa ndio iko totally purely iko online. Lakini sasa katika kufanyika huko, forex huwa inafanyika kulingana na wakati, ambapo mara nyingi tu inafanyika katika siku 5 za wiki, kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, na weekend huwa haiwezi kufanya kazi, na huwa inafanya kazi ikiendana na tunasema ni kama vituo vya kiuchumi. Kuna vituo vya kiuchumi ambavyo ndio vinafanya kwamba forex yenyewe iweze kuoperate, kwamba unapokuwa unapata information kupitia platform yako ambayo unatradia, unaofanyia biashara, kwamba kuna exchange fulani, rate ya exchange imepanda, kuna wakati fulani imeshuka katika currency moja na currency nyingine, maki ni vitu ambavyo viko vinatokea katika uhalisia sehemu fulani. Kwa kuna baadhi ya vituo ambavyo huwa ndio vinaliendesha soko la forex. Kuna vituo kama vya London, kuna vituo kama vya New York, Tokyo, Zurich, Frankfurt, Hong Kong, Singapore, Paris, Sydney. Kwa viko vingi sana. Hivyo vituo ndio vinaliendesha soko ambalo wewe utakuwa una access nalo mtandaoni. Kwa labda soko la New York likiwa limefunguka, basi wewe utakuwa unapata tunaita kama benchmark ya zile price, kwamba unaambiwa price ya currency fulani value yake iko sehemu fulani. Sasa wanaitoa wapi ile? Sio kwamba kuna mtu tu anakoyuko ana decide, hapana, kuna kitu kama benchmark ambayo ndio inatoa zile price. Na kwa watu ambao wanajihusisha sasa, ni watu wa namna gani? Kwa sababu tutaona forex nasikia kuna watu wanafanya, labda ili ufanye utakuwa uwe mtu wa namna gani, una sifa zipi, una muonekano gani, unaishi wapi. Hamna, haina limitations kwamba nani ataweza kufanya, yani haina mipaka, anaweza kusema kwamba nani anajihusisha au anaweza kufanya. Mtu yote anaweza kufanya. Lakini tofauti yake ni kwamba, yani kinachotokea ni kwamba huwa yani imekuja kuonekana kwamba ni kama kitu kipya sana, wengi wanakuwa kama hawakukifahamu tangu mwanzo. Sasa kwa nini kionekana ni kitu kipya lakini kilikuwepo muda mrefu? Ni kutokana na kwamba mazingira ya mtu kujihusisha yameweza kubadilishwa, ambapo kipindi cha nyuma waliokuwa wanajihusisha zaidi ilikuwa ni kama taasisi mbalimbali, vitu kama taasisi, lakini pia kulikuwa kuna vitu kama bank, lakini pia tunaweza kusema wale watu ambao walikuwa ni matajiri zaidi, the wealthy individuals, wale wenye utajiri wa juu sana, ndio walikuwa na uwezo wanaweza kuingia kwenye forex. Na kwa nini walikuwa wanafanya hao tu na kusiwe na watu wengine kama ambavyo sasa hivi inafanyika? Ni kutokana na kwamba kipindi cha nyuma kulikuwa hakuna mawakala, those called the agents, kulikuwa hakuna mawakala ambao wanaweza kukuwezesha wewe ukawa na tunaita kama access, uweze kulifikia soko. Wakala yule ndo anakuwezesha, anakuunganisha wewe na soko. Kwa hiyo kipindi cha nyuma kulikuwa hakuna mawakala ambao wanaweza kukuunganisha na soko. Kwa hiyo ilikuwa ni mtu unaingia na mtaji wako moja kwa moja kule. Lakini siku hizi kutokana kuna mawakala na wameweza kuweka kuna kitu inaitwa kama leverage, wanaweka leverage ambao mtu anakuwa na mtaji mdogo lakini anaweza kufanya
transaction kubwa zaidi ya pesa ambayo anakuwa nayo. Kwa hiyo ndio imewezesha kwamba sasa forex inaanza kufahamika kwa kila mtu, na watu sasa wanaanza kuona kwamba kumbe forex na yenyewe kumbe iko duniani na ni kitu kama kipya, lakini kumbe kilikuwa muda mrefu sana, lakini sasa hivi kimerahisishwa. Na tukiangalia sasa namna gani unaweza kaingia kwenye forex, kwenye namna ya kuingia, watu wengi wanatoka kule akisikia kwamba kuna kitu kinaitwa FX au kinaitwa forex, moja kwa moja yeye anakimbilia kwenye namna ya kuingia bila hata kujua kwamba sasa inatakiwa niwe na nini ninapokuwa naingia kwenye forex. Kwa now kiujumla ni kwamba yeyote kama tulivyosema anaweza kaingia, lakini unapoingia huko lazima kuwe na vitu fulani vya msingi unatakiwa uwe navyo. Katika hivyo vitu vya msingi unategemea mtu labda awe na mtaji, ambacho ndio nafikia wengi sana wao wanakimbilia kwa mtaji. Lakini kumbe mtu hawezi jua kwamba inatakiwa uwe na maarifa pia, uwe na knowledge, yani lazima uwe nayo pia. Kwa changamoto kubwa ambayo tunakuwa nayo tena especially kwa Tanzania, wengi ni kuingia kwa kufikiria mtaji ndio kila kitu. Lakini kumbe wakati mwingine inaweza kuwa maarifa ndio ikawa ni kila kitu. Kwa sababu unaweza kuingia na mtaji mkubwa lakini mtaji wako usikupetee ndani ya soko kwa sababu huna uwezo wa kuulinda na maarifa machache ambayo unakuwa nayo. Kwa ili uweze kuingia lazima uwe na maarifa. Kwa maarifa ndio kitu cha msingi ambacho mimi naweza nikakiweka kama kikiwa kama kitu cha kwanza. Kwa utafute kwanza maarifa. Maarifa yenyewe unapata vipi? Ndio kama hapa sasa tunapeana maarifa. Tunapeana maarifa. Lakini baada ya kuwa una maarifa ya kutosha, una uwezo wa kuyajaribu maarifa yako. Kwa hiyo ndio maana sasa mtaji inaweza siwe kitu cha haraka sana. Una maarifa tayari, una uwezo wa kujaribu maarifa yako. Utayajaribu vipi? Huwa ukienda kwa mawakala ambao ni brokers, wanakupa kuna kitu tunaita kama demo account. Demo account ni kama account ya majaribio. Inakuwa inasoma kwamba kuna hela iko pale, lakini tunaita kama paper money, paper money, sio real money, sio pesa halisi. Paper ni kama makaratasi tu. Kwa hiyo utakuwa na uwezo wa kuyatumia hayo kujaribu maarifa yako. Ukijaribu maarifa ukaona yanatosha, basi unaweza kwenda sasa kufikiria kuhusiana na mtaji, the capital. Unaweza kuanza kufikiria kuhusiana na mtaji. Kwa jinsi ya kuweza kujihusisha, naweza nikasema kwanza uwe na maarifa, cha pili uweze kuwa na mtaji. Kuna vitu vidogo viko ndani yake hapo, mazingira ya kwamba utakuwa unafanyia sio kuna nini, vitu vidogo vingi, lakini vitu vikubwa vya msingi viwili ambavyo naweza kugusia, maarifa na mtaji. Na maarifa ikiwa ndio inachukua sehemu kubwa ya namna ya wewe kuweza kujihusisha kwenye forex. Sasa katika maarifa ambapo ndo tumesema yanachukua asilimia kubwa, hayo ndo huwa yanakuja kuleta changamoto. Kwamba sasa maarifa ukiingia kwamba nataka nijue kuhusiana na forex, ukiingia kwenye online platforms actually maeneo mbalimbali kwa ambako unaweza ukatafuta kitu chochote kwa Google, ukatafuta kitu chochote na kikaja ukasoma. Ukiingia kule utakuwa kuna maarifa mengi sana. Yaani unatafuta tu jinsi ya kuanza forex, labda unatafuta kwa Kiswahili jinsi ya kuanza forex, utakuwa jinsi ya kuanza. Kila mmoja ameshasema jinsi ya kuanza. Kwa mwisho wa siku mtu utasema kama umekuwa confused, umekuwa umechanganyikiwa. Umesoma jinsi ya kwanza huku, jinsi ya kwanza. Kwa now sio shida sana, kwa sababu baadaye ukishakuwa umesoma huko kote, baadaye utakuwa na uwezo wa kuchuja kati ya zile jinsi za kwanza ipi naona inanifaa zaidi. Kwa utakuwa na uwezo wa wewe mwenyewe kuweza kuchuja. Kwa sasa hapa tunataka tuangalie namna tuko kwenye maarifa. Habari ya mtaji itakuwa ni siri yako binafsi, mtaji wako utafanyaje, lakini kwenye maarifa hapa tunakwenda pamoja. Kwenye maarifa hapa nataka twende pamoja, ila kwenye mambo ya mtaji hiyo ni shughuli ya kwako binafsi. Na labda tu kidogo tu tutaweza kuja baadaye kurecommend kwamba mtaji gani mtu aanze nao, angalau mtaji aanze nao wa kiasi gani. Naweza kurecommend hiyo, lakini mtaji wowote ule mtu anaweza kuanza naye kulingana tu na maarifa yake amekaa vipi. Kila maarifa anaweza kutusaidia uweze ku manage mtaji wako kwa namna gani. Kwa hiyo kwenye maarifa hapo sasa tunasema kwa hii kozi sasa yetu ambayo tutaenda kuanza. Kwa hii kozi yetu ambayo tutaenda kuanza, kozi yetu tunasema tunataka iwe specific. Hili neno specific. Specific ni kama ni mahususi. Iwe mahususi. Kwa wale wanaojua basi watajua tu kwamba specific ni kitu gani. Nafikiri iwe kama mahususi. Yaani imelenga kabisa kitu gani mtu anatakiwa ajue. Umeona? Kwa hiyo tunataka tuandae kitu tufanye, na maanisha tufanye kitu ambacho kiko mahususi, yani kimelenga mtu aelewe. Umeona? Kwa katika kulenga mtu aelewe, basi tunasema kozi yetu
ni kama tumeipunguza, yani tumechuja vitu. Yani katika vitu vyote ambapo wewe unavisoma huku na kule, sisi tumeweza kuvipunguza na kuviweka viwe vichache kwa namna ambayo tunasema ni kama tumeviorganize, tumevipangilia katika namna ambayo vinakuwa ni kama vichache. Ambapo hiyo namna ya kuvipangilia viwe vichache ndio kwenye Kiingereza tunaita kama the easy trading setup. Tunasema the easy trading setup ni kama namna fulani ya kuweza kutrade kiurahisi. Hii tutaita kama namna ya kutrade kiurahisi. Hiyo namna ya kutrade kiurahisi ndio hii tunaita the Freeze system now. Hiyo ndio tunaita kama the Freeze system in forex. The Freeze system in forex. Kwa ndio tumeianzisha hiyo, tunaita the Freeze system in forex. The Freeze. Kwa nini inaitwa the Freeze? Kwa sababu tumeweza kuorganize vitu, kuviweka vitu katika makundi ya vitu vitatu. Yani katika vitu vile vyote ambavyo wewe unavisoma kwenye trading, kwamba kuna hichi, kuna candlesticks, kuna chart patterns, kuna vitu gani, vile vitu vyote sisi tunaviweka katika makundi ya vitu vitatu, ambapo kwenye kila kundi utatakiwa uvitumie pengine vyote au vitumie viwili au vitumie kimoja kati ya hicho kitu. Kati ya hivyo vitu ambavyo vitakuwa viko kwenye kundi fulani. Kwa kama ni chart patterns, utatakiwa utumie chart patterns ngapi, na depend. Kama ni candlestick patterns utatumia nini? Kama ni indicator utatumia zipi? Lakini sisi tutakupa katika makundi ya vitu vitatu. Lakini katika hivyo vitatu, jinsi utakapokuwa unaendelea kufanya trading, tunasema utakapokuwa unaendelea kupractice na kutrade, moja kwa moja utaweza kujua kwamba kitu gani nikiache, kitu gani niendelee nacho. Kwa tunaenda kwenye what we call the Freeze, na course yetu ndio yote itaenda kwa mtindo wa the Freeze. Tutakuwa tunasoma vitu vitatu. Na hiyo ni kutokana na idea, ni vitu vingi sitaki kuongea sana. Kuna idea moja ambayo iliongelewa na mfano, kuna mtu anaitwa Pareto. Alianzisha what we call the Pareto success principle, ambayo ilionyesha kwamba ili ufanikiwe you supposed to be specific as possible. You have to be specific, na ni vitu vichache sana katika vile vingi unavyovifanya ndio ambavyo vinaweza kufanya ufanikiwe. Kwa katika forex mtu anafanya vitu vingi sana katika vile vingi, akichukua vichache kumbe ndio ambavyo ingeweza kumfanya atoke. Kwa now tutaanza kuangalia sehemu ya kwanza katika the Freeze. Sehemu ya kwanza tutaangalia free analysis tools au tunaita kama price action tools. Free analysis tools au price action tools. Ambapo kwa nini hapa total labda tunaita price action? Kwa nini hapa tunaita price action tools? Tunaita price action kwa sababu hii course itakuwa imebase kwenye price action. Hii ndio tunaita kama a pure price action. Kwa wale watu walikuwa mara nyingi tu wanaongelea pure price. Kwa hii inaitwa the pure price action. Lakini naweza nikasema baadaye mtu ukienda vizuri ukaifuatilia vizuri zaidi, yani utakuwa na kitu kinaitwa beyond price action. Kuna kitu kinaitwa beyond what? Beyond price action. Yani ukifuatilia vizuri hii course utaenda beyond price action, zaidi ya ile pure price action. Watu wanafanya pure price action, lakini sisi tunataka mtu aende beyond price action. Kwa hii course kwa jina jingine, tuachana na kwamba ni course ya forex kwa Kiswahili, basi kwa jina jingine hii ni course ya price action, lakini ni course ambayo tunaweza kusema ni course ambayo inakuwa inaenda beyond price action. Maana sasa katika hii course hatutagusa fundamentals. Fundamentals hizi nasema news, inahusikana news ambayo sio inaita nini, habari, sio taarifa, sio kitu gani, lakini nafikiri kuna kitu cha namna kama hiyo, fundamental news. Hatutaongelea namna ya kuweza kutrade news. Hapa tutaongelea namna gani unaweza kupambana na charts kwa kutumia price action tools. Kwa kutumia price action tools unawezaje kupambana na charts. So now let's go. The master is here. The master of picking tops and bottoms. Now the master is here, na tunaendelea ambapo tutaanza na hizo free analysis or price action tools, ambapo hapa tutaongelea vitu kama lines, vitu kama candlesticks, tutaongelea vitu kama charts. Lakini kitu cha msingi ni kwamba tutaanza na sehemu ya candlesticks, ambapo hapa ndo tutaanza what is candlestick. Tunaweza kujua candlestick ni nini, ambapo hii inakuwa ni mfumo unaotumika kuwakilisha thamani kwenye nini, kwenye zile charts.
Kwa sasa tutaongelea candle, aina za candle, ndio utakuta kitu kama MCP, DCP, TCP. Hizi zote ni aina ya zile candlestick formations, the way ambavyo candlestick zinaweza organize. Lakini tutagusa vitu kama chart patterns, vitu kama triangles, multiple tops, multiple bottoms, head and shoulder na nini tutazigusa. Lakini lines tutaongelea trend lines, support and resistance. Kwa wale ambao wameshagusa nafikiri tutakuwa tunaenda sawa kwenye hivyo vitu. Tukitoka hapo tutaenda tunakimbia, tunaenda moja kwa moja kwenye trading techniques. Mbinu gani utazitumia kwenye market ku trade? Hapo tunaweza trade kwa kufuata trend following. Market kama inaenda hivi, wewe unakuwa unaivizia, ikirudi unapanda nayo, ikirudi tena unapanda nayo, lakini inabidi ujue sio kwamba kila wakati itaendelea kupanda. Lakini kuna reversal, kuna yule anasubiri iende mpaka sehemu anayohisi kwamba hapa ni mwisho, arudi nayo, ana reverse nayo. Hiyo lazima ni reversal. Lakini kuna mwingine atasubiri imefika kwenye hii level, anasubiri ivunje, irudi iendelee kwenda, hapo tunasema ni breakout. Ana trade breakout, anataka kuna level ambayo price inakuwa inacheza muda fulani, yeye atakuwa anasubiri ivunje labda kwenda juu endelee kwenda, au ivunje kwenda chini endelee kwenda. Tunasema huyu ana trade breakout. Nafikiri kidogo huu ni utangulizi ambao sitaenda ndani sana ili tusitumie muda mwingi, lakini napenda sana kuendelea kuchimba kwenye haya mambo, ila tutayachimba tutakapokuwa tunaendelea kule kwenye course yenyewe. Tukifika kwenye trading techniques ndio hapo tutachimba ndani, trend following, trend reversal na vile tutakuwa tunaenda kwa namna gani. Lakini tutajifunza key indicators. Indicators ni kama viashiria kwenye soko, kwa sababu soko linapokuwa linakwenda lazima kuna kitu kinakuashiria kwamba tutegemee baadaye soko litaendelea wapi. Kwa hivyo viashiria tunavita kama indicators viko vya namna nyingi. Kuna vitu kama moving average, relative strength index, kuna moving average, convergence, divergence ambayo kama MACD. Kwa hiyo hizi ni tatu. Kwa katika yani ukifungua kwenye MT4 indicators ziko nyingi, na una uwezo wa kuziweka zile custom, ukadownload ya kwako somewhere na ukaiweka kwenye MT4. Kwa unaweza kupata thousands of indicators watu wamedevelop. Kwa sisi hatutaki kutumia thousands ukaji confuse. Wewe kati ya hizi tatu unaweza kupenda usitumie zote baada ya kumaliza hii course, au taamua utumie mbili au taamua utumie moja, na kuna yule anaiva kabisa anaamua asitumie hata indicator hata moja. Kwa hiyo tunasema anaendelea kwenda beyond price action. Beyond price action na tunakuta kutumia indicator hata moja. Lakini pia tutaangalia currency kwamba tumesema forex inahusiana na kubadilisha fedha. Sasa hizo fedha ambazo zitakuwa zinabadilishwa ndio ni zipi? Kwa ndio tutakuja kuona kuna vitu kadhaa tumevitaja hapa, vimekaa katika pair euro USD. Euro USD manake ni pair, currency moja na currency nyingine, labda GBP USD ni currency moja na currency nyingine USD JPY. Hizi ni currency, lakini hapa tumestaja currency tatu. Kwa nini tumesema tunataka mtu awe specific? Kuwa specific maana ukijue kile kitu vizuri, yani vitu vichache lakini uvijue kiundani. Kwa currency ziko nyingi, lakini ukizijua hizi kiundani inamaanisha uanze kujua kwamba labda ni benki zipi zinahusika na kuaffect uchumi wa hizi currency. Ukijua hiyo, kwa hiyo zikitoka news taarifa nasema utakunajua kwamba taarifa hii ina uwezo wa kupelekea mabadiliko gani kwenye ile rate ya exchange. Umeona? Kwa tunataka ufanye hizi tatu, ambapo baadaye wewe unaweza kaenda ukao unafanya hata moja. Kwa sababu sio kwamba ukifanya pair nyingi ndio utatengeneza pesa nyingi. Unaweza kufanya pair moja ukatengeneza pesa nyingi kuliko anayefanya pair 10 au 20. Kwa sababu kila pair ukiitazama vizuri lazima kuna wakati kutengenezea entry kwamba utrade. Kwa sio kwamba ukiona pair nyingi ndio utapata entry nyingi, mwisho siku inaweza kuwa ni kinyume chake ukapata shida. Lakini pia tutaenda tuangalie trading sessions. Tutakuwa tumeangalia kwamba haya masoko yana vituo ambavyo vinafanyika, ambao tunasema zile exchange ni kama zinachukuliwa benchmark, tunasema ni kama zina benchmark zake, ambazo zile price au value unazoziona kwenye chart ndio zinakuwa quoted kutoka huko. Kwa sasa hizo benchmark ndio zinaivo tunaita kama session, kama vipindi vyake. Kwa kuna kipindi cha London, kuna kipindi cha New York, kuna kipindi cha Tokyo. Maana yake kunapotokea masoko husika ya kifedha katika kituo fulani yanakuwa yanafanya kazi, ndio kipindi ambacho zile quotes au tunasema hizo prices zako zinatolewa kutoka kwenye benchmark ya hiyo sehemu husika au ya hicho kituo husika ambacho kinafanya kazi wakati huo. Tutaangalia pia the three foremost market or price cycles, zile za yani ambazo unataka uzijue kwamba yani soko linapotembea, yani zile charts zinapokuwa zinakwenda, kuna mizunguko mitatu mikuu ambao ndio soko linajirudia hiyo mizunguko. Halitakuwa na mzunguko mwingine wa tofauti zaidi kutoka kwenye hii mitatu ambayo tutakuwa tumeisoma hapa, ambapo
kuna wakati soko litakuwa liko kwenye uptrend ambapo litakuwa linapanda, hiyo tunasema liko kwenye uptrend lakini kuna wakati litakuwa lina consolidate. Consolidate maana yake linaenda upande sideways hapo tunasema soko lina consolidate. Linapofanya uptrend liko linapanda kwenda juu, lakini kuna wakati litafanya downtrend, ni pale ambapo linashuka kwenda chini kwa kwenye downtrend. Kwa sasa the foremost market cycles hizi tatu tutaziangalia, lakini wewe unaweza kaamua mimi nataka niwe na trade kwenye ipi. Labda ni trade kwenye trending ambao uta trade maybe kwenye uptrend pamoja na downtrend, au ni trade kwenye sideways ambao itakuwa na consolidate. Kwa ni vile ambavyo utakuwa unaamua baada ya kusoma na ukaanza kuapply, ndio utachagua au uweze kuwa na trade katika hizo katika hizo cycle zote. Lakini pia kuna the features of the price chart. Features of the price chart or pattern trading. Katika features of the price chart kwamba sasa zile thamani zinavyoonyeshwa mle kwenye zile charts, huwa thamani zile zina visifa vyake. Naweza kusema hivyo, ni kama kuna visifa kwamba kuna wakati thamani inakuwa ina sifa fulani, muonekano wa zile chart unakuwa ni wa sifa fulani, ambapo ile sifa inabeba maana fulani. Kwa trader anayejua anakuwa na uwezo wa kutambua hii maana ni kitu gani. Kwa mfano kuna wakati sifa yake inaweza kuwa kama chopping. Kuna wakati sifa yake inakuwa ni kama chopping. Hivi vitu vina relate na hiki tulichokiona hapa juu kwa kiasi fulani, sio 100%. Kwa kiasi fulani kuna ukaribu, lakini kuna tofauti. Mfano tunapoongelea chopping ni sawa sana hii sideways. Tunaona hapa soko lina consolidate, ndio ni kama chopping fulani. Yes, ni kama chopping. Ambapo now tunapokuwa tunaongelea hiyo the chopping, manake soko liko sehemu fulani linakwenda tu hivi. Liko tu sehemu fulani linakwenda hivi. Hapa tunasema linafanya chopping. Liko linaenda juu chini linarudi pale juu chini linafanya chopping. Lakini kuna wakati soko linaweza kuwa linafanya bouncing. Kuna wakati soko linaweza kuwa linafanya bouncing. Bouncing ni linadunda. Nafikiri unajua bounce, kudunda. Kwa kuna wakati soko linadunda, lakini linadunda kwenye kitu gani? Tutakuja kuangalia baadaye. Tumeona kuna vitu tunaita kama indicators. Tumesema kuna vitu vinaitwa kama indicators. Sasa kuna indicator moja inaitwa moving average, ndio inaweza kuonyesha hiyo bouncing pattern. Inaweza kuonyesha hiyo bouncing pattern inaweza kuwa ni kitu cha mtindo gani, ambapo kwa kutumia hiyo indicator kujua bouncing pattern ni kwamba indicator inaweza kuwa labda ni kitu kama hichi hapa. Kwa ile price yako itakuwa inatembea, inaigusa indicator inarudi, inagusa indicator inaenda juu inarudi. Hapa tunasema ina bounce, imedunda. Kwa hapa tunasema ni bouncing pattern. Kwa hapo wewe ndio utaangalia nataka ni trade bouncing au nataka ni trade chopping, utaamua wewe mwenyewe. Lakini kuna surfing pattern. Katika surfing pattern ni kama kawaida unaweza kuwa una moving average. Kwa hiyo kuna wakati ambapo ukishakuwa una trade beyond price action, huna haja ya kuwa na hii moving average. Wewe utakuwa unaangalia tu nature yake, unajua tu kwamba hapa price ina bounce. Lakini kuna kitu kinaitwa surfing na yenyewe pia unaweza kuwa una moving average, alafu kuna wakati ambao utakuja kuona price iko inaivaa. Umeona surfing yani kama inaivaa ile moving average, yani inatembea imeihang. Yani sio niweke vipi, lakini ndio kitu kama hicho. Yani kuna wakati price haidundi kaenda mbali kama ilivyokuwa inadunda huku kasema ina bounce, hapa inakuwa kama inaihang ile moving average, inajishikiza inajikumbatia na ile moving average. Hapo tunasema kwamba inafanya the surfing pattern. Kwa hiyo utakuja kuangalia kuna wakati ikifanya surfing kitu gani kinategemewa, ikibounce tunategemea nini, ikifanya chopping tunategemea nini, na wewe utachagua niwe na trade chopping, bouncing au surfing. Kwa hiyo yani baadaye tukimaliza hii course uko vizuri na unaamua mwenyewe nifanye nini kwenye market, uko flexible. Nikakozi fani kamekuwa simplified kembamba, yani tumesema kamekuwa compacted. Kwa kana vitu tu kama fulani vichache ambavyo vitakupeleka specific, na ukifuatilia mpaka mwisho maana yake utakuwa uko full umekuiva kabisa, yani umeiva. Kwa tunaendelea. Na kitu kingine tunasema tunaangalia kwenye profitable trading styles. Pia na zenyewe yani maneno haya yananichanganya sana, profitable and other things, lakini kikubwa tu tutasoma kuhusiana na trading styles. Lakini katika zile trading styles ziko nyingi, ila sisi tutazichukua 3, ndio maana tumeziita kama profitable, kama zinakuwa zinalipa zaidi, lakini pia hata style zingine za trading zinalipa. Hapa kwenye trading style tutaangalia vitu kama scalping. Mtu anafanya scalp anaingia kwenye market, anakaa muda mfupi na kutoka, just seconds, minutes or 5 minutes, anakaa kidogo anatoka, huyo anafanya scalp. Lakini kuna mtu ana day trade maana yake anakaa kwa muda kidogo mrefu kwenye soko. Huyo anakaa kwa muda mrefu kidogo, labda anakaa dakika kadhaa
dakika 15, saa moja, masaa 4 na kadhalika. Lakini kuna mtu anaweza kuwa ana swing huyo sasa anakwenda mpaka siku kadhaa. Huyo anakwenda siku kadhaa mpaka wiki pia sometimes anaweza ka hold mpaka wiki na vitu vingine. Lakini hizi ndio tunasema signals kama the fast ni za haraka, zile ambazo unaweza kutengeneza ile yako ya haraka. Lakini baadaye utakuja kuona kuna positional trader. Positional anaweza kuhold huko mpaka zaidi ya mwaka mmoja na miaka kadhaa mbele, kwa meta positional. Kwa maana ni mtu ambaye atasubiri capital yake kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo utachagua unataka uscalp, unataka day trade au unataka uswing. Au kuna wakati unaweza kuamua kuna entry nyingine una scalp, kuna entry nyingine una day trade, kuna entry nyingine una swing. Ni vile ambavyo tutakuwa flexible pale ukishakuwa umeshaweza kutambua kwamba wewe aina gani ya trader unataka kuwa. Na kitu kingine pia tutaangalia kuhusiana na vitu vitatu vya msingi ili uweze kufanikiwa. Yaani tumeona kwamba muda ule nimetaja pale mwanzo kwamba ili uweze kuparticipate, uweze kujihusisha kwenye forex lazima uwe na vitu viwili, uwe na maarifa, uwe na mtaji. Haya, una hivyo vitu viwili tayari vipo. Sasa je, maana yake tayari unajihusisha. Umeona? Kwa kujihusisha sio kwamba umeshafanikiwa. Kwa utakapokuwa umejihusisha maana yake bado kunakuwa kuna kitu kingine ambacho kinafuata ambacho inakuwa ni kufanikiwa. Sasa kufanikiwa kunahitaji uwe na vitu gani? Kwa kunakuwa kuna vitu vitatu ili uweze kufanikiwa. Kuna trading system, mfumo wako wa trading, kwamba utautengeneza mfumo wewe mwenyewe kujua kwamba nitumie mfumo upi. Lakini pia kuna vitu kama algorithm. Ni kama mtu anakuwa na mfumo fulani alafu ana computerize, kwa hata wewe una uwezo wa kucopy kwa ufuata jinsi ambavyo wenyewe utakuonyesha namna ya kutrade. Kwa kuna vitu kama hivyo algorithm na nini, lazima uwe na mfumo ambao uko vizuri ili uweze kufanikiwa. Kuna kitu kinaitwa risk management, ambapo wakati mwingine inakuwa kama sehemu ya mfumo wako unakuonyesha pia risk management, kwamba inaangalia je unawezaje kama kucontrol hela yako ile, kwamba upoteze kiasi gani, utengeneze kiasi gani na vitu vyote kama hivyo. Kwa hiyo tunasema hapo inakuwa ni sehemu ya the risk management. Na sehemu ya mwisho ni kama tunaita psychology. Yaani psychology inahusika sana hapa kwa sababu yaani kwenye trading kwa ujumla inahusika sana kwa sababu the way thamani inavyokuwa inatembea inaendeshwa na watu. Na sasa watu wanaiendesha vipi ni kutokana na kubadilika. Kwa nini? Tunaita kama mood. Jinsi mood ya watu inavyobadilika ndivyo ambapo thamani inaweza kuendeshwa kwa namna fulani. Kwa ndio maana mfano tukija kwenye upande wa news zikitoka, taarifa zikitoka huwa zinabadili mood ya watu. Unaona? Kwamba watu walikuwa na mtazamo fulani kwenye kitu fulani, afu kutoka taarifa ambayo labda inawadiscourage kuhusiana na hicho kitu, mood ikibadilika kwenye hicho kitu, tayari kule kwenye chart price nayo ina change na inafanya kitu tofauti. Kwa sasa psychology sasa itakuja kuhusika, ambapo hapa tutakuja sasa tuangalie psychology yako mwenyewe. Je, unajihisi vipi? Nafikiri kwamba unaweza control vitu kama emotions zako. Emotions ukipoteza, emotions kutengeneza pesa, unaona? Kwa kuna vitu kama hivyo vitahusika. Kwa ukiweza kuvicontrol vizuri, utakuwa uko kwenye position nzuri ya kuweza kufanikiwa. Kwa ukijihusisha peke yake bado hujafanikiwa. Kufanikiwa inakuwa ni hatua nyingine inayohitaji vitu vingine tena. Lakini pia market orders, utakapokuwa unajihusisha pia unatakiwa sasa uchague kwamba labda ni namna gani mimi nakuwa nafungua zile order zangu. Una maana unapokuwa unafanya trading unaweka order. Sasa hiyo order yako utaifungua kwa namna gani? Kwa ziko namna nyingi za kufungua order, lakini pia order yako una uwezo wa kuilinda, lakini pia order yako una uwezo wa kuiwekea malengo. Kwamba lengo la order yangu ni kufika sehemu fulani, lengo la order yangu ni kuishia sehemu fulani. Kwa utaweka hayo malengo. Kwa hayo malengo ya order yako au na zile namna za kuweza kuingia kwenye order, hivyo vote tutaviona kwenye major market orders. Angalia vitu kama stop orders. Stop orders ziko za mtindo mwingi, buy stop, sell stop, stop loss order. Kwa tutakuja kuangalia mfano stop loss order, hii ndio ya kukulinda, hii ndio kama usalama wako. Stop loss order, kwamba umeingia umeweka order yako, lakini kuna sehemu utaweka kwamba thamani ikifika sehemu fulani hapa isiendelee kwenda katika uelekeo huo. Kwa hiyo inaitwa kama stop loss, inakulinda kama thamani inaenda kinyume na matarajio yako. Lakini kuna limit orders, tutakuja kuona buy limit, sell limit, unaweza kusema tutaangalia vizuri tutakaposoma hizo orders. Lakini kuna take profit order. Take profit order ndio order yako ambayo ni kama malengo, kwamba thamani ikienda mpaka sehemu fulani nataka lengo langu liishie hapo, nichukue faida yangu niendelee na maisha mengine. Hiyo tunasema ni take profit order.
Kwa nao hivyo ni vitu 10 ambavyo tunategemea kuvipitia mpaka kukamilisha course. Kwa course yetu itakuwa na sehemu 10. Tofauti na course ya Elliott Wave ilikuwa ina sehemu 12, lakini bado itakuwa ina visehemu. Yaani kuna visehemu bado vitakuwa vinakuja vinafanyika kidogo, lakini sehemu kuu zishakuwa 12. Kwa hapa tuna sehemu 10 za msingi, lakini bado tunaweza kuja kuwa baadaye tukawa na visehemu vidogo. Kwa hivi ndivyo ambavyo tutafanya course yetu ya forex kwa Kiswahili. Kwa unachotaka kufanya ili uweze kuendana na kila kipindi, yani katika vipindi vyote vinavyokuwa vinaendelea kuwekwa, ili uweze kuendelea tunasema kufanyaje kuendelea kupata taarifa, in order to keep in touch, ili uweze keep in touch lazima usubscribe hii channel, sawa? Kwa nenda subscribe hii channel ili uweze kupata taarifa pale kipindi kitakapokuwa kimewekwa. Kwa kikiwekwa kipindi cha kwanza unaambiwa kipindi cha kwanza kimewekwa. Kikiwekwa kipindi cha pili unaambiwa kipindi cha pili kimewekwa. Kipindi cha tatu. Kwa tutaenda kwa mtiririko huo mpaka mwisho endapo ni subscribe. Lakini kama huja subscribe kikawekwa kipindi huna taarifa. Kipindi mpaka kinaisha. Kwa hiyo iko kwa mtindo kama huo, na kwa hali ya kawaida hii huwa inakuwa ni kozi ambayo mtu analipia. Kwa hali ya kawaida ni kozi ambayo mtu huwa analipia. Ziko gharama zake ambazo mtu analipia. Ambapo watu wengine wana complain ziko expensive na kitu gani. Kwa sababu tunachokufundisha ni kitu halisi, kwa lazima gharama ziwe juu. Hatutaki kwamba eti mtu analipa 40,000. Mtanzania analipa 40,000 alafu namwambia unamfundisha forex 40,000. Ameshwa kama utasoma forex yenyewe ambayo hii naiongelea hapa. Sidhani kama itakuwa ni forex ya kufanikiwa kama hii nayoiongelea hapa endapo unalipa shilingi 40,000. Kwa hiyo utakuja kuona tu unapewa tu utangulizi, yani unakuta vitu utakavyopewa hata robo ya hivi ninavyoviongea hapa haifiki. Alafu unaambiwa forex imeisha. Yaani utaambiwa tu kendo ni nini? Anachomoa kendo, anakueleza. Unaona kuna vitu kama hivyo. Kwa hatutaki watu waende kwa shida kwa kujifunza vitu ambavyo haviwezi kuwa kama relevant, tunaweza kusema. Nataka mtu ajifunze vitu relevant. Kwa gharama zake zipo kwa mtu atakayetaka aende deep, Ukitaka utrade beyond price action au unataka utrade kwa Elliott Wave, pure Elliott Wave na vitu gani unaweza kulipia. Kwenye free course hapa unapata madini, lakini ile unaikosa ile guidance, unaikosa ile guidance, ule ukaribu ule kwamba unafuatiliwa, nimefanya hiki unafuatiliwa, fanya kwa vile, sawa? Kwa hiyo unakuwa kosa vitu vya mtindo kama huo. Kwa hiyo hakuna shida. Welcome to Asam Forex, and Mr. Asam, the master of picking tops and bottoms. I'm the master of picking tops and bottoms. Na kesho inakuwa ni Jumatatu ambapo soko litafunguka. We are ready to trade, We are ready to trade. We are ready for the war. Tunaenda kupambana na market, We are ready. Na tuko na gold hapa. Tuko na gold ambayo it is a very sad story. A very sad story ni kwamba gold ilishindwa kutuchukua hapa. We had an order here. Tulikuwa tuna buy limit hapa. Tulitaka ikifika hapa ituchukue tuanze kubuy. By that time we were offline actually, na ilikuwa ni Ijumaa. Kwa hiyo tutakuja kuangalia baadaye ime-miss pips kadhaa, yani hivi point kadhaa kutuchukua. Na siri iliyopo ni kwamba market hapa ilipo tunategemea yani isije kurudi tena hapa. Yani buy iendelee kwenda juu. Ita retrace mpaka maeneo fulani, lakini bado iendelee kwenda juu. Kwa hiyo gold iko pazuri sana kwa wale ambao wanategemea kuibuy. Na tutakuwa tutoke nayo hapa. Projection yetu imekoswa. Kwa hiyo hatuwezi kuingia katikati. Hatuwezi kuingia kwa emotional, tufanyaje? We wait for a pullback anywhere, after then we go. Kwa hiyo kama nataka kutrade gold kuanzia kesho, wait for the pullback then go. Wait for the pullback then go. But the master of picking tops and bottoms has missed this bottom. Very sad story. Has missed the bottom. It's very sad. Kwa hiyo tusiende mbali sana, inatosha. Nashukuru sana kwa kuendelea kufuatilia videos. Subscribe kwenye channel, kama una swali uliza, kama una ushauri toa. Vitu vingi, yani chochote ambacho kinawezekana ili uweze kuinteract, ili tuweze kuinteract, fanya chochote kile. Asante sana kwa muda wako na karibu sana.